sura ya 18 ya kwamba lile jambo hawakulielewa kwa maana lilifichwa. Kwa maana lifanyeje? Lilifichwa. Luka kumbe anaposema ya kwamba lilifichwa kwao, maana yake kumbe hawakufanyeje? Hawakuelewa, halikuingia katika fahamu zao. Ndio maana nikamwambia kwamba ufufuko wa Yesu una save kama ufunguo. Hello, ufufuko wa Yesu una save kama nini? Ufunguo wa wao kuweza kuelewa kile ambacho walifundishwa mara nyingi hawakukielewa. Baada ya kufufuka wanakielewa kwa urahisi. Kwa ufufuko wa Kristo umekuwa kama ufunguo wa kuwasaidia kuelewa kile ambacho kimenenwa katika Torati, Zaburi na manabii. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua kwa nini sisi inakuwa ni rahisi kuelewa kile ambacho Torati na manabii imekizungumza? Ni kwa sababu tayari tunayo evidence. Tayari tunao uthibitisho. Tuna kile ambacho manabii walikuwa wanakizungumzia. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kama vile kwanza udogo wako umefundishwa ile ndege ya kutengeneza kwa makaratasi. Mnaitengeneza afu mnairusha hivi pia. Si ndio? Kwako ungeambiwa uelezee, umepewa kile kindege, ukaambiwa uelezee ndege ilivyo. Still bado ingekuwa ni ngumu sana kwako, si ndio? Lakini just imagine uko uwanja wa ndege, alafu unaambiwa uelezee ndege ilivyo. Itakuwa ni ngumu? No. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu una describe kulingana na vile unavyoiona. Umeelewa? Kwa ni kwamba kile ambacho ulikuwa umefundishwa tangu before kupitia kile kimfano, umeelewa? Sasa hivi unaona kwa macho, kwa unaweza ukaelezea kwa uzuri zaidi. Wakati ule ulikuwa unaambiwa kina mabawa, ulikuwa unaona kama vile ni kweli juu kiko flat. Unajua ile karatasi ikitengenezwa juu inakuwa flat kabisa. Lakini wakati unajua okay, yamechomoka kutokea hivi na hivi. Si ndio? Na mambo kama haya. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu wanapomwona Yesu amefufuka kutoka kwa wafu, inakuwa ni rahisi kwao kuweza kuelewa ya kwamba okay, manabii walisema atafufuka, ni kweli amefufuka. Kwa huyu ndiye Kristo. Simple and clear. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Jambo la kwanza ambalo nimetamani mlidaki hapo ni nini? Sasa rudi kwenye Mathayo sura ya 28. Jambo la kwanza ambalo natamani mlidaki hapo ni nini? Ni hivi. Elimu ya utukufu wa Mungu hauisikii mara moja ikawa imetosha. Elimu ya utukufu wa Mungu hauisikii mara moja ikawa imefanya nini? Imetosha. Elimu ya utukufu wa Mungu inakubidi uisikie, alafu uisikie tena, alafu uisikie tena, alafu uisikie tena na tena na tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maneno mengine wapenzi, natamani mfahamu ukweli huu ya kwamba hatutawafundisha fundisho tofauti na hili ambalo tunawafundisha kwa maisha yenu yote. Yaani hili fundisho ambalo tunawafundisha ndilo ambalo mtalisikia kila siku, kila saa, kila dakika. Yesu mara ya kwanza amefundisha kitu kile kile. Mara ya pili amefundisha kitu kile kile. Mara ya tatu amefundisha ujumbe ule ule. Kristo, kuteswa kwake, kufufuka kwake. The same thing. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Naelewa, amefundisha mambo yale. Alafu baada ya kufufuka kwake anawaambia ni hivi, vijana wangu, ni kweli ya kwamba nimeshuka kuzimu. Si ndiye? Ni kweli ya kwamba nimepanda mbinguni. Lakini fundisho ni lile. Hivi just imagine, Yesu si alishuka kuzimu. Kwa nini hakuanza kufundisha aina za mizimu, aina za majini, shetani alivyo, na namna ambavyo kiti chake cha enzi kimekaa, alafu kimekaa position gani? Hivi kwa nini hakufundisha hayo mambo? Kwa nini hakufundisha? Amepanda mbinguni. Kwa nini hakuanza kusema kwamba okay, sasa zile elimu za kwanza si mnakumbuka ndio, ziekeni pembeni. Sasa hivi tutajifunza kuzimu na mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mnaweza mkamwona jinsi ambavyo Yesu ana consistency katika fundisho. Mnaweza mkaona.
Mnaweza mkaona jinsi Yesu ana mwendelezo ule ule katika fundisho lile lile. Mnaweza mkaona. Kwa hiyo usitarajie kwamba utafundishwa elimu nyingine tofauti na hii, alafu ikawa ni elimu ya utukufu wa Mungu. Labda kama Kristo alikuwa ni failed teacher. Yaani labda kama Yesu alikuwa ni mwalimu ambaye amefeli. Yaani kwamba alikuwa hana information nyingi. Bwana asifiwe sana. Tunaenda sasa. Na wanafunzi wa Yesu, tunajifunza wanafunzi, si ndio? Wanafunzi wa Yesu walilisikia fundisho lile lile mara mara ya tatu. Baada ya kufufuka lile lile tena. Siku 40 lile. Nahisi Yesu angekutana na Watanzania, maana nahisi kama vile katika mataifa yote Watanzania wana shida. Angekutana na Mtanzania angemwambia hivi, kwani hauna vitu vipya mzee? Yaani kwamba hujakutana hata na taarifa mpya. Kwa wewe kama mwanafunzi wa Kristo, sawa? Jizoeze kuwa na uvumilivu wa kulisikia fundisho lile na ukawa tayari kulipokea kama vile ni fundisho jipya unalolisikia, ingawa ni lile. Tena sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo, angalia kitabu cha Wafilipi. Paulo anawaambia hivi ndugu wa Filipi. Ni sura ya ngapi? Nafikiri mnafahamu, si ndio? Mwalimu ameisema. Ni leo ni jana? Jana mwalimu ameisema. Pale ambapo Amon mwalimu amesema tena. Wafilipi tumesoma sana ngapi? Yes, yes. Wafilipi sura ya ngapi? Sura ya sura ya 3. Exactly. Mstari Megazuviantale kana mashiata. Pale ambapo wameanza vizuri ukafikiri wamepata. Kumbe. Okay, Wafilipi sura ya 3 mstari wa kwanza. Angalieni kitu ambacho mtume anawaambia hawa ndugu. Mtume anawaambia hawa ndugu, hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuandikieni mambo yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa. Kuandikieni mambo yale. Kuna mtu anasema ile kanisa wanafundishaga tu kufa na kufufuka kwa Yesu. Why? Why? Sasa nini? Anataka asikie nini? Anataka asikie magari, nyumba. Akitoka hapo kusikia magari asikie kwanza amekandamizwa na mizimu ya mababu, ndio maana hajapata gari. Kumbe ni uvivu wake tu wa kufanya kazi. Akitoka hapo anataka asikie aina 9 za majini ili apate kitu cha kuomba, cha kukemea kwenye maombi. No. Mtume Paulo anawaambia Wafilipi ya kwamba ndugu, kuandikieni mambo yale hakuniudhi mimi, kutawafaa. Bwana asifiwe sana. Hebu sema neno kutawafaa. Sema tena kutawafaa. Sema tena kutawafaa. Kwa kumbe kusikia kitu kile ni profitable, ni faida. Andika kwenye notes zako. Kusikia kitu kile. Sasa kitu kile niko kwenye muktadha wa fundisho la Kristo, sawa? Niko kwenye muktadha wa fundisho la nani? La Kristo. Ni profitable. Ni faida. Ni faida. Sasa kumbukeni tunazungumza
kuteswa, kufa na kufuka kwa Yesu kama kitovu cha fundisho la Kristo, si ndiye? Kuna sababu kwa nini afe, si ndiye? Kuna sababu kwa nini afufuke, si ndiye? Si ndiye? Hayo tukiyajumlisha kwa pamoja yanatupa fundisho la Kristo. Petro anasema ni mateso ya Kristo na utukufu uliofuata, si ndiye? Kwa ujumla yanaform fundisho la Kristo. Unaelewa? Kwa Mtume Paulo anasema kurudia mambo yale yale hakuniudhi mimi. Hakuniudhi mimi. Kama una mwanafunzi wako, usione shida kurudia kitu kile kile. Mimi mwanzo ilikuwa inanipa shida sana. Nafikiri hawa wanaweza wakafahamu. Yaani nilikuwa ni kwamba nimetoka kufundisha kitu hichi jana, alafu nikirudi hicho nilikuwa sijui ninajisikiaje. Lakini sasa hivi sijui hata nimekuaje. Tunaweza tukajifunza tu hicho jana, tukajifunza leo. Kesho tena tukarudia tu. Na kesho kutwa tukarudia tu. Yaani nikiona tu na haujakielewa kile ambacho nimekifundisha, tunarudia tena. Hivi Glory, biography ya Paulo tulisoma kwa muda gani? Ndugu, tulisoma biography ya, sema biography ni anyway, so sasa bwana. Yaani Paulo ni nani? Tulisoma Paulo ni nani? Nafikiri karibu mwezi mzima. Wiki 4. Tunasomaga tu. Tunarudiaga tu. Wewe tunakimbilia wapi? Tena tuna uzima wa milele. Sema wetu wa dakri. Tuna uzima wa milele. Tunawahi wapi? Tunarudia. Lakini sasa hapa ndo ambapo mwalimu hutakiwi kukata tamaa. Tukaenda mission. Vijana wakakutana na mtu ambaye anamconfronti Paulo. Wakashindwa kuidefend. I was like ili baadaye nikajitia moyo kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Sio hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa Mtume anasema kuwafundisha mambo yale yale, kuyarudia mambo yale yale hakuniudhi mimi. Sawa? Kwa unapokuwa na mwanafunzi wako usiudhike kurudia na kurudia tena. Kwa nini? Kwa sababu wewe kama mwalimu unajua wazi ya kwamba kutamfaa yeye. Kutamnufaisha, kutamfaidisha. Atafaidi katika kusikia na kusikia tena. Bwana asifiwe sana. Na nisikieni kwa makini, unapofundishwa namna hii, si ndiye? Sio kila kitu. Kuna kitu kinapiga moyoni, nasikia kama vile akili imefunguliwa kwa mara ya kwanza. Unakuwa umekielewa. Kumbe umekielewa kile, lakini kuna vitu vingine kama 10 vimesurround ambavyo hivyo kama vile yani havikupita kwenye masikio yako, lakini ni kweli vilipita. Unaona? Ukija tena kusikia tena, ukaja tena ukasikia tena, kinafunguka tena. Kwa kadiri unavyoendelea kusikia ndivyo jinsi ambavyo anaendelea kupenya ndani ya ufahamu wako. Na tunajuaje kwamba huyu mtu ameelewa? Ni pale ambapo tunaona huyo mtu amekiishi kile ambacho amekisikia. Yaani nafikiri hao wanafahamu gospel. Akija ametoka kufundisha kuhusiana na kunena kwa lugha. Amefundisha, mkafanya na mazoezi, si ndiye? Mkafanya na mazoezi vizuri kabisa. Imezira. Basi. Bwana asifiwe. Yeah. Unakuta amefundisha kile, si ndiye? Amefundisha kile, si ndiye? Akija akiona tena mna mashaka, yani kama vile akiuliza maswali anaona kabisa hamjaelewa.
hata kama alikuwa ameandaa kitu kingine anakiweka kwanza pendi, kwamba subiri kwanza, tunarudia tena pale pale mpaka muelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huo ulikuwa ni mfumo wa Bwana Yesu, sio tu mfumo ambao tumejinukulia. Ulikuwa ni mfumo wa Bwana Yesu. Alifundisha mara ya kwanza, akaja tena mara ya pili, akarudia tena na mara ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes. Kwa hiyo usiudhike pale ambapo unaona kitu kile kile kinarudiwa, ujue na kufahamu ya kwamba ni kwa faida yako. Ujue na kufahamu ya kwamba ni kwa faida. Na nielewe. Kwa mfano, angalia kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Angalia sura ya 3. Angalia ule mstari wa 14. Kile pale alafu nisomee kwa pamoja. Okay. Angalieni wa Timotheo wa pili sura ya 3. Angalieni ule mstari wa 14 mnisomee kwa pamoja. Tumefika wote? Tumefika Timotheo wa pili sura ya 3. Tumefika Timotheo wa pili sura ya 3. Mstari wa nimesoma ngapi? Wa 14. Angalia mstari wa 14 huko hapa. Hii. Huwa. Kuanzia hapa. Okay, mstari wa 14. Tuko hapo eh? Haya, 1 2 3 twende. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa. Anasema ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa. Ni kama vile mtume anamwambia kwamba